Ndugu wana UK7, tumsifu Yesu Kristo. Asalamu alaykum. Kwanza tujipe pole kwa msiba huu kwa awamu nyingine tena tunapoenda kuhitimisha kikao chetu hiki. Ni mwendelezo tu wa vikao. Tulikuwa na kikao mwanzoni, lakini hapa tunaenda kuhitimisha tu ajenda ambazo zimebaki. Nitazisoma moja kwa moja, ndipo nitamkaribisha katibu mkuu UK7 ili aweze kumkaribisha mwenyekiti aweze kuendesha kikao moja kwa moja. Agenda tulikuwa na 3 ambayo ni agenda ya tathmini ya msiba huu pamoja na neno la shukrani kutoka kwa familia na kufunga kikao. Ninayeongea nanyi kwa majina naitwa Peter Ndimira, ni naibu katibu mkuu UK7, natokea kanda ya Kakola. UK7, karibu katibu mkuu kwa ajili ya kukaribisha makamu mwenyekiti ili aweze kuleta mwenyekiti. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu. Kwa majina naitwa Gapumula Zizi, katibu mkuu UK7. Kabla sijamkaribisha mwenyekiti, niombe tusimame tufungue kikao. Baba yetu muumba mbingu na nchi, jina lako litukuzwe zaidi kwa sababu ya wingi wa rehema zako. Kwa sababu tena Kristo tumekusanyika kwa ajili ya kujadili agenda mbalimbali ambazo zimesalia. Baba, tunaomba malaika wako watakatifu waweze kuwa pamoja nasi. Ni miendelezo ya agenda, hivyo tunahitaji malaika watakatifu waweze kuwa pamoja nasi tunapoendelea na tutakapohitimisha. Jina lako litukuzwe, maana utakuwa kwa pamoja nasi. Ni ombi fupi kupitia jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Kama alivyosema naibu katibu, agenda tulizonazo ni 3, na kwa sababu ya muda ni kuombe makamu mwenyekiti ukipeleke kikao kwa kiwango cha 5G ili tusilete karaha kwa watu, kwa sababu kuna wengine wanasafiri wanaelekea mbali. Baada ya maneno hayo, leo kikao kitaongozwa na makamu mwenyekiti. Makamu mwenyekiti, ni kuombe karibie uendelee na wana UK7. UK7 yajayo nafurahisha. Ndugu zangu wana UK7, kwanza niwape pole kwa kuondokewa na mzee wetu, lakini tunasema kazi ya Mungu haina makosa na sisi sote tunaelekea. Ndugu zangu wana UK7, huu ni mwendelezo wa kikao ambacho tulikwisha kianza. Tulianza kikao cha viongozi, tumemaliza, na sasa tunakuja kufanya kikao cha jumla ambacho katibu ameomba tufanye kwa 5G, lakini mimi napanga kufanya kwa 7G, spidi kali kabisa. Kwa hivyo niwaombe mujiandae, mwenyekiti wa msiba pamoja na viongozi wako wa sekta, mmeandaa vizuri namna ya kuwasilisha ili tuweze kwenda kwa haraka. Na baada ya maneno hayo niseme basi kikao kiko wazi. Karibuni kwa kikao, naomba utulivu wa kutosha. Asante. Katibu, karibu. Niombe mwenyekiti wa maafa asogee hapa mbele ili atuongoze kwa haraka. Asante katibu. Mimi naitwa kwa majina Pius Game Kulamze, mwenyekiti wa maafa msiba huu, na tumekuwa hapa pamoja na familia, ndugu na jamaa, tukiungana na UK7
Hivyo basi, kama ilivyo ada, mimi nilipokea keshi milioni 20 na nimehudumu na kamati 5. Kwa ufafanuzi zaidi, katibu yuko hapa kwa sababu hesabu ni namba, huwa haidanganyi. Katibu wangu aende kidijitali zaidi. UK7 ajayo anafurahisha. Kwa majina naitwa Saleh Makindo, nilikuwa katibu wa maafa. Katika msiba huu tunahudumu tukiwa na kamati 5 kama alivyotangulia kusema mwenyekiti wangu, na kamati hizo nitazitaja. Nikiri kupokea milioni 20 keshi kutoka kwa mhasibu mkuu wa UK7. Basi kwa mchanganuo zaidi nitawakaribisha kamati zangu tendaji za sekta. Nitaanza na kamati ya chakula. Nitamkaribisha mwenyekiti ili apite hapa mbele kwa ajili ya ufafanuzi wa kamati ya chakula na kile kiasi ambacho nilimpatia na matumizi yake pia. Karibu. Masunga, nilikuwa mwenyekiti wa chakula. Nilikuwa na katibu wangu aja wasome kifupi. Asante mwenyekiti. Kwa majina naitwa Loigo George Mkuba, nimehudumu kama katibu wa kamati ya chakula. Kamati yangu ilikuwa na wahudumu 6, mwenyekiti, katibu pamoja na wajumbe 6. Nakiri kupokea milioni 12 zenye mnyumbulisho wa matumizi. Jumla matumizi ya msiba huu tuliotumia ni milioni 11,03,043, ambayo jumla ya pesa niliyopokea ni milioni 12. Baki ya pesa niliyobakiwa nayo hapa ni 6,57,057. Namba kwa Kristo. Vitu ulivyobakiza, chakula cha kutosha, ambao wamefunga wanasubiri kufuturu 72, chakula kipo. Pia kuna sukari, nyanya zipo. Sukari kiasi gani? Nyanya kiasi gani? Sukari mfuko mmoja kilo 25 haujatumika, haujafunguliwa kabisa. Na chakula sufuria 3 zenye kilo 200 zipo, tumezikabidhi kwa familia. Mchele hatujabakiwa na mchele, kuna wali uliopikwa pekee. Haya basi, tupeni taarifa za wajumbe mliokuwa nao. Wajumbe nilikuwa na wajumbe 6, wote wamehudhuria. Asante, tuwape maua yao. Utakabidhi hizo fedha kwa aliyekupatia. Kamati inayofuata. Kamati ya mapambo, mwenyekiti karibu. Kwa majina naitwa Kalinga Chifu Makindo, ndiye mwenyekiti wa mapambo wa huu msiba. Nakiri kupokea milioni 6 katika kamati ya mapambo. Basi napenda nimkaribishe katibu wangu ili aweze kunena. UK7. Jina naitwa Matu Charles, nimehudumu kama katibu kamati ya mapambo. Kamati yangu nakiri kupokea shilingi milioni 6 kutoka kwa mwenyekiti wangu. Nimetumia taslimu shilingi milioni 5 na 782. Nikapata tena ongezeko la takrimu 15,000. Nikawa nimebaki na 2,300,000. Kwa jumla nimetumia milioni 5 na 797,000. Naomba kuwasilisha. Unadaiwa
sidai, isipokuwa nimebaki na hela 2,300. Wajumbe wako? Nilikuwa na wajumbe 5, wote nimehudumu nao. Okay, asante. Na UK7, kuna maswali kwa kamati ya mapambo? Kuna ushauri, mapendekezo? Hakuna. Basi tuwape maua yao, utakabidhi wa fedha kwa aliyekupatia. Kamati inayofuata. Kamati inayofuata ni kamati ya usafiri. Nimwombe mwenyekiti asogee hapa mbele. UK7. Kwa majina naitwa Josephat Mionka, ni mwenyekiti wa kamati ya usafiri. Katibu wangu simuoni, naomba niwasilishe tu mimi mwenyewe. Nakiri kupokea milioni 2 kwa katiba wa msiba huu. Matumizi tulitumia milioni 1,790,000, baki 2,210,000. Wajumbe tulikuwa 6 na wote tumehudhuria. Unadaiwa? Sidai, nimebakisha 200,000. Nimebakiza shilingi 200,000. Wana UK7, kuna swali kwa kamati hiyo? Kuna maoni, ushauri, mapendekezo? Hakuna. Basi tuwape maua yao. Kamati inayofuata. Kamati inayofuata ni kamati ya 4, ilikuwa inahusika na kamati ya mazishi. Karibishe mwenyekiti asogea hapa mbele. Kamati ya Sanja Asili ilikuwa mwenyekiti wa mazishi. Endelea. Kamati yangu ilikuwa na 0.0. Kauta katibu wako. Unaye katibu wako? UK7 anafurahisha. UK7 Charles Lino mhudumu kama katibu wa mazishi. Tumepokea 0.0, kilichotumika pale ni mchoro, yaani kuelekeza uchimbe hivi. Tutapokea shilingi, familia ndio isimamia pande wa pesa. Asante. UK7, kuna swali kwa kamati hiyo? Wajumbe wako? Ulikuwa na wajumbe wangapi? Tulikuwa na watu 4, mmoja alipata ruhusa kufikia nyumbani. Na tulihudumu 3. Wote wamefanya vizuri sana. Haya. Kuna maoni, kuna ushauri kamati hiyo? Hakuna. Basi tuwape maua yao. Mwenyekiti wa maafa, mwenyekiti wa msiba, karibu. Kamati ya mwisho ilikuwa ni kamati ya itifaki. Basi nimkaribishe mzee wa itifaki ili asogee hapa ajaribu kuelezea. Mwenyekiti wa itifaki, karibu. Kwa majina naitwa Nyasiru Nang'oma. Mimi ndio nilikuwa mwenyekiti wa msiba huu wa itifaki. Kazi yetu huwa tupewe hela, ila huwa tunapewa kuja kushauri ili kamati zifanye vizuri na zimefanya vizuri. Katibu labda na mengine ya kuwaelezea. Katibu, karibu. UK7 Ajayo. UK7 kwa majina naitwa Sespita Shoshi, nilikuwa katibu wa itifaki. Tumejaliwa kwa busara, bajeti yetu ilikuwa ya busara tu, hekima. Basi mambo yameenda vizuri. Hivyo. Walikuwa na wajumbe wangapi?
tulikuwa na wajumbe wawili, lakini mmoja alikuwa na uzuri, kwa hiyo tulikuwa na mmoja. Kwa jumla mlikuwa watatu. Ndio. Kuna swali kamati ya itifaki. Ana UK7 kuna swali? Mshauri? Kuna mkono pale? Naomba pewe mic. Chukua mic. Asante mwenyekiti. Kwa majina naitwa Gumada Gushaha Msumba. Mimi nilikuwa napenda nitoe ushauri kidogo tu kwa kamati ya itifaki. Kweli leo wamefeli kidogo, wametulia muda wetu umeenda sana mpaka tumechelewa. Ushauri wangu nilikuwa naomba kama ni siku nyingine anayepanga kwenye kamati ya itifaki atupeleke kwa muda unaostahili. Asante sana. Tuhakikishie utaufanyia kazi kwa kiwango gani endapo utachaguliwa tena katika nafasi hiyo. Fanya kwa standard ya juu zaidi. Asante. Haya, karibu mwenyekiti wa msiba kwa karibu. Ndugu mwenyekiti, nisimame kwa kutoa muhtasari mzima wa kamati hii ya maafa. Nianze kwa kuwashukuru kwanza mwenyekiti wangu wa kamati ya maafa pamoja na wajumbe wa kamati za kisekta, namna ambavyo tumeshirikiana pamoja tangu mwanzo wa msiba huu mpaka tumefikia hapa hitimisho. Lakini pia nitoe tu taarifa kwa ujumla, baada ya kupokea milioni 20 pamoja na matumizi yote, na kwamba msiba mara nyingi unakuwa hauna budget kamili, kadri namna ambavyo unavyoona inavyozidi kuongezeka kwa wingi, hivyo budget inavyozidi kupanuka. Hivyo basi kutoka kwenye milioni 20 tumekuwa na mabaki ya shilingi milioni 1,70,000 kwa ujumla. Baada ya kusema hayo, mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Asante ndugu zangu wana UK7, tuwape maua yao viongozi wa kamati kuu. Lakini naomba turekebishe, siku zote tunateua viongozi wanaoendesha kamati ya msiba. Ukisema maafa yana mchanganuo mwingi. Maafa yanaweza kuwa ni halaiki ya watu na vitu kama hivyo. Kwa hivyo mara nyingi tuzoee kusema mwenyekiti au katibu wa msiba, sio maafa. Nafikiri hilo litakaa kwenye asadi na mtaendelea kulifanya vizuri. Katibu, karibu kwa ajenda inayofuata. Asante mwenyekiti. Ajenda inayofuata ni neno la shukrani kwa familia. Tunaomba tumpate mlengwa tuliyekuja kumfariji, kwa maana ya mwanachama mwenzetu wa UK7 alikuwa bado hajafuatwa. Wako walengwa wawili. Vizuri kwamba unapokuwa ni kiongozi, wewe ni mwenyekiti wa kamati ya msiba pamoja na katibu wako, wewe ndio unaratibu shughuli zote. Kwa hiyo hata swala la kumwandaa mwenzetu huyo kuja kutoa neno lake la shukrani, unatakiwa ifanye hiyo kazi wewe, na tunapokuwa hapa tunakuwa tunaenda na moja baada ya jingine. Hii kusubiria mtu akaitwe wakati nyinyi mpo mnakuwa mnafeli. Kikao hiki leo nimepewa dhamana ya kuendesha, na mimi ni makamu mwenyekiti na mwenyekiti wangu yuko hapa. Ni vizuri basi akaamka akawasalimia kidogo, lakini kama anacho kusema wakati huo tukiwasubiria hao, anaweza akafanya hivyo. Karibu sana mwenyekiti. Asante makamu mwenyekiti kwa kunipa nafasi hii niweze kutoa salamu za rambirambi
katika kipindi chetu hiki cha UKCD pamoja na familia. Kwanza kabisa niseme kwenye familia hii iliyopata shida hii, kwa wanachama wenzetu hawa wawili, kwa hapa mimi ni mtu elimu, lakini tumelipata hili tukio kwa masikitiko makubwa, na tukasema kwa sababu ni kazi ya Mungu, basi tunamwachia Mungu. Kwa hiyo pole familia, pole nzengu, pole jamaa, pole nyingi kwa wanakahama ambao tayari walikuwa wanaendesha msiba huu. Ndugu zangu wana umoja, mimi ni mwenyekiti wa kikundi hiki. Nimesimama mbele yenu kwa ajili ya msisitizo tu wa mambo yale ambayo tunaendelea kuhamasishana kila kukicha. Lakini kabla sijaanza huko, nilikuwa napenda nichukue nafasi hii kuwashukuru kamati ya task force ambayo sasa yenyewe imesimama mbele kuhakikisha mambo yote ambayo yanataka kuachwa nyuma, hasa hili la michango hili, basi hawa watu wanastahili pongezi kubwa na wamefanya kazi kubwa. Lakini bado ni washukuru wajumbe wote wanaoendelea kuchangia kwenye shughuli yetu hii ambayo tumeianza. Kwa hiyo nawapongeza sana, na ninawaasa kwa wale wengine ambao bado, tuendelee na zoezi hili, kwa sababu zoezi hili ni faida yetu sisi wote, sio faida ya mwenyekiti. Mwenyekiti wa task force, kwa ridhaa yako mwendesha kikao, makamu mwenyekiti, nataka niwasimamishe kidogo hawa watu wa kamati hiyo ili tuwaelewe sisi wajumbe pamoja na wanachama wote kwa ujumla. Mwenyekiti wa task force pamoja na kamati yako msimame. Ndugu zangu wajumbe, wanachama wa chama hiki, hawa ni watu wetu ambao tumeweka kuhamasisha, wanalo jukumu la kuhamasisha katika changizo la ujenzi wetu. Ujenzi wetu unaendelea, sio kwamba tumesahau. Ujenzi unaendelea vizuri, kazi zinafanyika. Nitawasimamisha na hawa wajumbe wa mipango, na wenyewe tutawauliza kazi yao imefikia wapi mpaka sasa hivi, kwa muda huu watakuwa wanaendelea na zoezi gani, ili tuwe wakati tunaendelea kusafiri tuwe tunajua na hicho kinachoendelea kufanyika.
lakini pia tuendelee na jukumu letu tulilonalo, kwa sababu huu mchango una faida kubwa sana kwetu. Lazima tuambizane ukweli. Siku moja, labda nataka niwape mfano. Wakati tunaenda kusajili katiba hii tulionayo hii ambayo inatuongoza leo, tulifika sehemu moja nikiwa na wazee wawili wa kutoka kanda ya Mwanza, na hao ndio nilikuwa niwachagua kwa ajili ya kushughulikia zoezi hili la katiba. Lakini akaja mtu mmoja kutoka wilayani baada ya kutoka zile ngazi zingine za chini, lakini tulipofika ngazi ya wilayani akaja mtu mmoja kutoka ofisi ya mkuu wa wilaya, akaja pale ofisini kwetu, ofisi ya UK7. Akafika akatukuta sisi wote tupo, akauliza mwenyekiti yuko wapi? Yuko hapa. Sawa. Sasa nataka nijue kikundi hiki kinajihusisha na nini? Nafikiri mjumbe wangu mmoja aliwahi kujibu akasema kwamba sisi bwana, asilimia kubwa tumejikita kwenye maafa. Mtu anapopata matatizo ya kufiwa, basi huko ndo tunadili sana. Alikuwa ni yule mtu wa wilayani alikuwa mwanamke. Akauliza tena, hivi unaniambia kweli nyinyi watu, unaniambia watu walioandikwa huko ni zaidi ya watu 600. Unataka kuniambia watu zaidi ya 600 naenda kumzika mtu tu, hakuna maudhui mengine? Tukasema, mimi nikawahi nikasema, sasa kwenye katiba yetu hii imeelezesha vitu vingi ikiwemo na hili la msiba, lakini hatuwezi kuishia hapo. Sisi tuna maono makubwa, tumepanga mipango yetu mizuri ambayo tutaendelea nayo, sio kumzika mtu tu. Hapo ndo akafunguka. Mimi nikafikiri eti nyinyi watu wote hawa basi naenda kushughulika kumzika mtu tu. Hapana, hatutaishia hapo, tunasonga mbele. Mimi ni mwenyekiti wa kikundi hiki, sio mwenyekiti wa msiba au wa maafa. Sasa lazima hatutaishia hapa. Sawa, hapo nimekuelewa. Basi akaendelea na shughuli zake, kuuliza maswali mengine madogo na baadaye akatuaga, akaondoka. Akasema basi hili zoezi litafanikiwa kwa sababu mna malengo mazuri, mnaenda kusaidia jamii. Sasa hata sasa nazidi kuambia kwamba tusiishie kumzika mtu tu. Sisi hapa ni watu wengi mno, lazima tuwe na picha, lazima tuwe na maono kwamba tukitoka hapa tunaelekea wapi. Tukiendelea kubaki hapa tulipo tu, haitakuwa na maana yoyote, haitakuwa na maana nzuri. Lakini kwa sababu sisi tunauelewa, sisi ni watu wazima, sisi tumeungana tukiwa tunajua tunachoenda kukifanya, basi tunaendelea na mipango yetu, tuna ujenzi na mambo mengine yanaendelea. Kwa hiyo tuendelee na yote haya tunayoendelea nayo. Msikate tamaa, kwa sababu ni mambo mazuri ambayo yanaenda kuinua kikundi. Kwa hiyo mwenyekiti, naomba mjitambulishe moja moja. Asante mwenyekiti. Kwa majina kama nilivyosema awali, naitwa Gafur Azizi, ni mjumbe wa kamati ya task force. Kwa majina naitwa Peter Ndimila, mjumbe wa kamati ya task force. Kwa majina naitwa Magambo Kirosu Magambo, ni mwenyekiti wa task force hii. Poleni sana kwa usumbufu, lakini lengo letu ni moja tu. Ukipita wakati unatoka msibani, upite pale mbele unatoka Bariadi, ukiangalia hapo unaona mchango wako, unajipigia makofi kwa ajili ya mchango huu. Mimi niombe wajumbe watakapopiga simu upokee vizuri, kwa sababu ni wapole, wengine ni wazee, wengine ni vijana, ni wakina mama. Kwa hiyo wapokee vizuri na wape ushirikiano. Lengo ni moja, ni kufanikisha manufaa yetu na watoto wetu, sio ya mwenyekiti, ni wana UK7 wote kwa pamoja. Kwa hiyo niwaombe wajumbe, utakapopigiwa simu msaidie mawazo, umweleze hata kesho utapata au kesho kutwa. Kutoa ni moyo,
sio utajiri, na bali si umeahidi wewe kwa kinywa chako ni sawasawa na harusi, na mchango wako huo ni kukopesha. Ukimchangia mtu ambaye umejichangia mwenyewe, unajikopesha mwenyewe. Lakini ukimchangia mtu wa harusi, umemkopesha, kesho atakupigia simu, naomba kama mchango. Usipomchangia anajisikia vizuri? Jibu hapana. Kwa hiyo niwaombe wajumbe wangu watakaopiga simu na pamoja na mimi, mwape ushirikiano. Asante. Kwa majina naitwa Magambo Ndakama, ni katibu wa task force. Nipende tu kutoa shukrani kwa wajumbe kwa kutupa ushirikiano na muendelee kutupa ushirikiano. Hili jambo ni letu sote, tushirikiane. Asanteni sana. Jafet Nkwabi, mjumbe wa task force. Alimi Kula Nyawandu, mjumbe wa task force. Kunga Maarufu, mjumbe wa task force kanda ya Msoma. Kwa majina anaitwa Kimila Anabi, mjumbe task force kanda ya Simiyu. Kwa hiyo naomba mkae. Hawa watu sasa tuwape ushirikiano kwa faida ya kikundi chetu, kwa faida ya UK7, tuwape ushirikiano ili waendelee na zoezi lao vizuri. Lakini wakati ule hawa watu wanaendelea kukusanya pesa zinaelekea huko kwa kamati ya mipango. Tunaomba kamati ya mipango mtuainishie mipango hii inaendaje mpaka sasa hivi na hatua gani. Karibu. Simameni wote. Asante mwenyekiti. UK7 yajayo na flasha. Kwa majina yangu naitwa Megesai Miguta, ndiye mwenyekiti wa kamati ya mipango, uchumi, fedha na maendeleo. Mheshimiwa mwenyekiti, UK7, taarifa ya kazi yetu pale site Kiduria mpaka sasa kinachoendelea, tunatengeneza kenchi kwa ajili ya upauaji, lakini tuko kwenye maandalizi ya kuendelea kumalizia vibanda vyetu kule mbele barabarani, na oda ya tofali tayari zinaendelea kufyatuliwa. Kwa hiyo ndo hatua tulionayo mwenyekiti. Pendi zinachomwa, muda wowote zitakaa juu kwa ajili ya kuendelea kupaua ghala letu. Asante mwenyekiti. Haya, naomba mkae, anatosha mmoja. Sasa kazi zinaendelea. Ni wajibu wetu sasa kuwaunga mkono watu hawa ili tuendelee kufanya vizuri sisi wana UK7. Sifa zote hizi ni kubwa mno. Mambo yote tuliyofanya yanatosha. Kwa hiyo niwaombe ndugu zangu, muendelee na mshikamano huu katika kuunga mkono zoezi hili la kuchangia na mambo yetu yaende vizuri. Mambo mengine naomba niishie hapo, na mambo mengine atamalizia makamu mwenyekiti ambaye ni mwenyekiti wa kikao hiki. Asanteni sana. Asante sana mwenyekiti wa UK7 kwa maelezo mazuri, kwa kuendelea kuwasa wana UK7 waendelee kuwa na moyo wa kujitoa kwa ajili ya rasilimali zetu. Basi nimemwona msemaji wa familia, lakini ni mwanachama wa UK7. Basi naomba usogee ili ufike kisemeo uweze kusema chochote. Karibu sana. Furahisha. Kwa jina naitwa Bombo Bukeweda. Kwa jina naitwa Bombo Bukeweda, ndiye ambaye baba yetu tuliyemsindikiza mbele ya haki ya baba yangu. Kwa hiyo basi UK7 kwa hali
uliyoiona leo, kwa kweli unashindwa useme nini. Kumbe jamani, kama halijaupata utaona ni jambo la kawaida, na utaona UK7 ni kitu cha kawaida, lakini siku kulikupata utajua, na ndipo ambapo utatambua na kugundua kwamba UK7 ni chombo pekee ambacho kitakulea, ambacho kitakufuta machozi, ambacho kitakufanyia yote. Kwa hiyo ndugu zangu, UK7 sina cha kuwarudishia na sina ya kusema, ila Mwenyezi Mungu ndicho atatulipia. UK7 atatulipia. Mimi jamani, sitakuwa na mengi sana ya kusema, ila nasema asanteni sana, nashukuru sana, ila Mwenyezi Mungu ndiye ambaye atatuongoza na ataturudishia mema ambayo tunayofanya. Asante sana. Asante sana, asante sana mwana UK7. Na msemaji kwa niaba ya familia hii, katibu, karibu kwa ajenda inayofuata. Ajenda inayofuata ni kuahirisha kikao. UK7 yajayo yanafaisha. Ndugu zangu wa UK7, kwanza niendelee kuwapongeza kwa namna ambayo tumeendelea kushikamana tunapokuwa tumefikwa na majaribu kama haya, na mimi niwaombe tuendelee kuienzi, tuendelee kuishikilia UK7. UK7 ni zaidi ya rafiki, UK7 ni zaidi ya ndugu. Ndugu zangu wana UK7, kabla sijaahirisha au sijafunga kikao hiki, nilipenda kuwapitisha kwenye jambo moja ili tuliweke vizuri. Mwezi wa kwanza kama sio wa 12 tulitarikiana kwenye msiba moja uliotokea kule Nangale kwamba mwaka huu utakuwa ni mwaka wetu wa uchaguzi. Nahisi mtakuwa mko kwenye matazamio na mko kwenye matamanio hayo, lakini pengine ukawa mnashtushwa na ukimya kwa sababu siku zinakwenda. Sasa nimesimama hapa kulitolea ufafanuzi swala hilo, ni kwa nini tumekuwa kimya kwa muda na hatujafanya kama tulivyokuwa tumekuahidi kwamba tutakwenda kwenye uchaguzi. Ndugu zangu wana UK7, ikumbukwe kwamba kikundi chetu tulikianza 2023 kama sikosei, na ndiyo maana tukasema mwaka huu 2026 utakuwa ni mwaka wetu wa uchaguzi, kwa sababu tutakuwa tumekamilisha miaka mitatu. Lakini tukiwa katika kuanzisha kikundi hicho, tulifika mahala tukagundua hatuko sawa, hatujakamilika. Tukaanza kushughulikia habari ya kikundi chetu kusajiliwa, kwa sababu ni sheria za nchi haziruhusu watu kuungana wengi kiasi hicho halafu wanakuwa hawako katika utaratibu. Kwa hiyo na sisi tuliliona hilo, tukaanza kuhangaika na usajili, na mahangaiko hayo yalichukua muda mrefu, kwa sababu kila tulivyokuwa tukifikiria, tukifika kwenye ofisi za mamlaka zinasema hapana, kwa wingi wenu nyinyi sisi hatuwezi, labda tuwasogeze mbele. Kwa hiyo tulikuwa tunasogezwa kwa rufaa namna hiyo mpaka tulipopelekwa katika Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi, ambapo wao sasa ndio walisema wenye dhamana ya kuweza kusajili kikundi chetu. Na kwa bahati nzuri kikundi chetu kilisajiliwa mwaka jana mwezi wa 3 kama sikosei, na tukapitishwa sasa kuwa rasmi UK7 yenye usajili, lakini UK7 kama chama cha ushirika.
Ndio maana sasa hata tunaruhusiwa kufanya hizi biashara za matenti na kadhalika na kadhalika. Sasa tulipokwenda kupitia yale maudhui yao walipokuwa wametukabidhi vile vyeti pamoja na mambo tunayotakiwa kuyafanya, tukaingia mpaka kwenye uchaguzi. Tulipokwenda kuambia tunataka kufanya uchaguzi, wakatuomba katiba yetu, tukawapa. Kweli katiba yetu inasema ni miaka 3, lakini wakatuuliza mmesajili lini? Tukawaambia tumesajili mwaka jana mwezi wa 5. Wakatuuliza mbona miaka 3 haijaisha, mmewafukuza viongozi au wamejiuzuru? Tukakosa jibu. Kwa hiyo tukastaki. Wakatuambia utaratibu wa nyinyi kuwapata viongozi wenu, zamani pengine mlikuwa mnafanya hivyo, lakini mlipokuja kutaka usajili, sisi tuliamini kwamba mlikuwa bado hamjatengeneza kikundi wala hamkuwa na viongozi. Kwa hiyo tulipoomba majina ya viongozi, tunaamini mlituletea majina ya viongozi waliochaguliwa mwaka huu na wakati huu mnapoomba usajili. Kwa hivyo uchaguzi wenu utafanyika miaka 3 baada ya usajili, na uchaguzi huo tutakuja kuusimamia sisi. Basi tukagopa. Kwa hiyo tukakaa tukasema lazima turudi kwenu, kwa sababu tuliwaambia jambo hilo kwamba tutaingia kwenye uchaguzi kwa kufuata yale mazoea yetu ya nyuma, lakini kumbe tulishaingia kwenye utaratibu mwingine wa kisheria wa kiserikali, lazima tufuate. Kwa hivyo narudi kwenu kusema uchaguzi mwaka huu hautakuwepo, kwa sababu tunafuata taratibu tulizopewa, na utafanyika miaka 3 itakapokuwa imekamilika kuanzia mwaka jana. Naomba mlielewa hivyo na muwe mabalozi wa kuwaelewesha wengine ambao hawakubahatika kuwepo leo katika kikao hiki. Ndugu zangu wana UK7, tumekuwa tukiendelea kusisitizana kuhusu kuzifuata taratibu ambazo tumeziwekea. Zote ziko kwenye katiba zetu, lakini ziko kwenye kanuni zetu. Tulikubaliana kwamba kwa pamoja wenzetu wakipata msiba tutakuja kumfariji, lakini wote tutajumuika kusaidia kuhakikisha kwamba msiba unakamilika na tunamhifadhi mwenzetu. Lakini tumekuwa tukishuhudia siku hadi siku uporomokaji wa mahudhurio uliokithiri. Niwaombe tusije tukaanza kupelekana sehemu ambayo sio sahihi kwa kutozana faini. Tunajua fedha zinatafutwa kwa shida na fedha zina majukumu. Tunapopata fedha, ni vizuri fedha zetu zikafanya kazi kusudiwa ya kulinda familia yako na wewe mwenyewe. Lakini hata sisi UK7 tunahitaji mapato. Kama utakuwa tayari kutupa mapato kwa kwenda tofauti na yale tuliyokubaliana kwa pamoja, basi tutakufanya wewe kuwa kitega uchumi cha kutupa mapato. Lakini hatupendi kufanya hivyo, japo tuna shida na hiyo pesa. Kwa hivyo niwaombe tuendelee kuhudhuria kama tulivyokubaliana kwenye misiba, wala tusitafute sababu ambazo wakati mwingine watu wanakushangaa wanatoa udhuru na wewe upo tu unazunguka kwenye majukumu yako. Hili likikuta wewe, ndipo hapo utakapojua kwamba kumbe watu ni muhimu sana wakihudhuria kukufariji. Baada ya kusema hayo, nikumbushe tena kuhusu habari ya kuvaa vitambulisho, na kama huna kitambulisho basi unafahamu kitambulisho kinapatikana wapi. Na kama hufahamu basi muulize katibu wako wa kanda, atakuelekeza ushughulike upate kitambulisho, ili tunapokuwa hapa tuwe tumekaa pea kama wana UK7. Kwa hivyo wale ambao wataendelea kukaidi kuja na vitambulisho na kuvivaa, basi wataendelea kukutana na hizo faini ambazo pia tunaona kama sio rafiki sana kwa mustakabali wa uhusiano. Baada ya kusema hayo, basi
nikuombe mwenyekiti. Haya basi, kwa sababu mchungaji yupo na atakuja kutoa neno la kufunga, basi na mimi nimalize tu kwa kusema naendelea kuwakumbusha madereva, lakini na sisi tunaojiendesha, tukitoka hapa twende kwa mwendo wa star, twende kwa mwendo ambao hawezi kuathiri wala kuhatarisha maisha yako, lakini pia na maisha ya mtu mwingine. Ukifika mbele kule kwenye lami unaweza ukajiachia, kwa sababu kule utakutana na wababe wengine wenye spidi kama za kwako, lakini kwa huku tukiwa tunatoka mitaa hii magari ni mengi yamebanana, kwa hiyo twende kwa star. Mchungaji, naomba kabla hujakaa basi usimame nikupe kisemeo ili uweze kutufungia kikao hiki kwa maombi. Karibu sana. Wapendwa UK7, hamjambo. Sisi wachungaji tunayo furaha sana kwa umoja wenu na ushirikiano wenu mnaofanya, na sisi mnaturahisishia kazi za kutenda. Kweli tuna historia na matendo makuu mnayofanya, na kwa sababu hiyo kazi yetu sisi hatuna kazi nyingine ila ni kuwaombea. Tunaamini Bwana atazidi kubariki biashara zenu na machimbo yenu na kila mnachokifanya, Bwana atawabariki. Kabla tu ya kuwaombea, mchungaji wa eneo hili alitamani aseme mawili, mwenyekiti, ya kuwashukuru watu hao. Niruhusu tu kwa ridhaa yako ni aseme mawili matatu ya kuwashukuru. Karibu pastor. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Neno la kwanza ninaomba nitoe shukrani na dhati kutoka moyoni kwa uwepo wenu kwenye msiba huu. Mmekuwa faraja binafsi kwangu, mmenitia moyo. Bwana Yesu asifiwe. Mmenipa nguvu. Hata jana na leo nilikuwa nawaza kwamba Mungu anisaidie coordination na vitu vingine, lakini haraka sana mkawa mmeniwahi kupitia uongozi wenu. Nasema mchungaji, usiwe na wasiwasi, tuko na wewe katika msiba. Kwa hiyo ninawashukuru kwa hiyo, na mimi nikasema ya kwamba niweze kuwashukuru kama kikundi cha UK7, na kwa niaba ya kanisa. Mzee wetu amepumzika, na kwa sababu ameacha kumbukumbu kama desturi tulivyoona pale mwinjilisti Kuhoka akiongoza, naomba pia niwashukuru kwa michango hiyo ambayo mmeweza kuitoa. Jamani, Mungu awabariki zaidi. Nisiwe tu mtu wa siri, walikuwa wanahesabu pale wasaidizi wangu, tumepata fedha ya kununua kiwanja shilingi milioni 1,770,000 na kitu hapo na 575,500. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa mbali, nilikuwa na wenzangu na ni wengine wanatoa taarifa hapa, na mimi nikasema lazima niende nikawape taarifa kama watu mliounga mkono. Kiwanja tulikuwa tunauziwa milioni 2,500,000, lakini kwa sehemu iliyobaki basi sisi waumini pamoja na kanisa tutaweza kumalizia. Lakini kwa iliyotolewa basi tunashukuru Mungu. Labda tu nimalizie kusema kwamba lipo tu neno moja la kusoma tu, alafu baadaye nitamkaribisha mchungaji. Huyu mchungaji ni mkubwa kuliko mimi, kwa hiyo atatuombea. Kitabu cha Zaburi 115 fungu lile la 11
na 12. Kama mna Biblia kwenye simu zenu, nasoma tu, sihubiri. Neno la Mungu linasema, enyi mumchao Bwana, mtumainini Bwana. Jamani, Bwana asifiwe. Kwenye kikundi chenu hiki chenye nguvu, ninaomba mumtumaini Bwana. Viongozi, mumtumaini Bwana. Anasema yeye ni msaada wao na ngao yao. Huyo Bwana au huyo Mungu ni msaada wetu. Bwana Yesu asifiwe. Katika dini zetu zote Mungu ndiye msaada wetu. Namba 12, fungu la mwisho. Bwana ametukumbuka naye atatubariki sisi. Jamani, si mlikuwa mnasema ataubariki mlango wa Israeli, ataubariki mlango wa Haruni, atawabariki wamchao Bwana, wakubwa kwa wadogo. Jamani, Mungu awabariki sana. Hayo mafungu hata mkitoka eneo langu la Ipililo kikazi, basi haya maneno Mungu ayatimize kama ahadi katika maisha yenu, katika nyumba zenu. Bwana awabariki sana. Nilikuwa sijawahi kuona kundi kama hili. Nimewahi kuwa mchungaji Mwanza kwa mwaka mmoja kabla sijahamishwa huko, lakini sikuwahi kukutana na grupu kama hili. Miongoni mwa washiriki wangu ni yule pale mwenye kwa. Simama kidogo mtumishi. Huyu hapa nimemlea Nyasaka. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Lakini mwingine rafiki yangu yuko hapo Masunga. Simama tu kidogo mtumishi. Huyu yeye nyumbani ni hapa na tunaishi naye, tunashirikiana. Na ninatamani na mimi ikiwezekana tushirikiane na UK7. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nawaombea sana. Songeni mbele kwenye changamoto, msiangalie changamoto, songeni mbele. Mimi naomba nishie hapo mwenyekiti. Nashukuru kwa nafasi. Nilikuwa naleta shukrani zangu na pongezi, na kwa umoja huu Mungu awabariki sana. Basi nimkaribishe mchungaji, labda atatuongoza kwa ajili ya maombi ya baraka. Asanteni sana. Tunapokwenda kuomba, naomba nitamke baraka hizi. Malango yako na yawe wazi daima, hayatafungwa usiku wala mchana. Watu wote wapate kukuletea utajiri wa mataifa. Jambo la pili, wafalme wa nchi waongozwe pamoja nawe. Mtabarikiwa mjini, mtabarikiwa mashambani. Ninawakaribisha laini, ninajua mna jambo lenu. Nitawaombea. Tutaanza na Bwana, tutafanya na Bwana. Mungu awainue. Basi msimame tuombe. Sana kutupatia muda huu wa pekee na wa dhati kuwa wamoja wa kikao hiki cha wana UK7. Na ndani yake pia kuna makundi mbalimbali. Makundi ya Migato family, Laini family, Ipelelo family, Wahuria family na sehemu zingine zote. Ndani yake wamejenga umoja na kushikamana. Na wanajenga ofisi yao ya makao makuu pale Bariadi. Bwana, kama siku fulani tulikuomba kwamba ofisi hiyo isimamie, ikamilike, ikalete utukufu wa kundi hili, Bwana ukafanye hivyo. Lakini zaidi ya yote, watumishi wako unajua kila mmoja ana biashara mahali pake, na hususan biashara ya watu wako kubwa ni biashara ya madini, na wewe ndiye mmiliki wa madini yote. Ninaomba katika kila malundo, katika kila mawe, katika kila mchanga, kaweke dhahabu zako Bwana. Watu wako watajirike, ukawainue, watende kazi pamoja na wewe. Umoja huu wanapofanya mambo makubwa katika jamii, wanakutangaza Yesu uliye na umoja, wewe na Baba na Roho Mtakatifu. Endelea sasa kuwatunza watu wako. Uongozi wa kundi hili ukaubariki, kaubariki Mzee Kabulo pamoja na wasaidizi wake na wakuu wengine wa kanda na wenyeviti wengine wa kanda na makatibu na kila mmoja na wajumbe wote. Kubarikiwa Baba, na wabarikiwe. Malango yao
na mikosi, malango yao yasifungwe na matatizo, malango yao yasifungwe na changamoto, yawe wazi usiku na mchana, wapokee utajiri. Maana umeahidi wanaokutumikia wewe watabarikiwa mjini, watabarikiwa mashambani, watabarikiwa ndani, watabarikiwa uzao wao, watabarikiwa afya zao, na kila kitu kabariki. Zaidi ya yote wafanye kuwa hodari. Hivi itashindikanaje hawa kuumiliki uchumi wote wa Tanzania na uchumi wote wa mataifa, serikali ikapata hata misaada kwao? Kama kuna watu mabilionea na matilionea, hawa wape ukiwalinda na kuwatunza, haja zao za mioyo zikathibitike. Hawajibani, hawajizuii kufanya kazi yako Bwana. Hata hapa wametenda, kule laini wamefanya maajabu, na hata sasa jina lako limetukuzwa. Kote wanakopita wanatenda makuu. Baraka zako ziwatangulie mbele, ziwe nyuma yao, pembeni yao, ukiwalinda na kuwazungushia na wigo wako mkubwa na mpana usioweza ukazuiwa na kitu. Wanaposafiri watu wako, safiri pamoja nao. Hata mimi nitasafiri, tenda paajabu. Ombi letu, kila mmoja anapoingia katika malango yake awe salama salimini. Watakao safiri kwa magari, kwa ndege, kwa pikipiki, Baba nenda pamoja nao, na familia hii baki pamoja nayo, uitunze mikononi mwako. Ni katika jina lako Yesu tunaomba, amina. Bwana watangulie. Tukae. K7 yajayo yanafurahisha. Najua mmechoka na mnatamani kuwahi kurudi majumbani, lakini uchovu huu umechangiwa kwa kiasi kubwa sana na watu wa itifaki. Nao wamesema wakati mwingine hawatarudia. Nami naomba kwa niaba yenu basi tuwasamehe. Lakini niseme rasmi sasa kwamba kamati hii ya msiba imevunjwa, na vile vitu mnavyopashwa kuvikabidhi kwa katibu mkuu mvikabidhi, vinavyopashwa kukabidhiwa kwa mweka hazina wa UK7 mfanye hivyo. Na sasa basi ndio maana niliwaambia mkae kwanza kabla hatujaahirisha. Karibu sana mzee Kuhoka. Jamani, mimi nawaombea baraka tu. Kwanza mbarikiwe. Mwendelee nini ikiwa kuosha. Basi bichani msukuma. Wale nyinyi mmekuwa marafiki zangu, kila mahali tuna nyinyi. Na mimi kazi yangu Mungu alionipa ni kuwaombea baraka na maisha mema mazuri. Amina. Na rombe hangini kasire nikipo. Maana na huyu alipokuwa anaongea kabla abasumba bi. Watu wakachoka kwa Nano wanayanga na haya ni ndili magiro na rombe. Baba yetu na Mungu wetu uishie juu mbinguni, tunakushukuru sana kwa kutuleta salama katika msiba huu, na umeisha salama, jina lako limetukuzwa. Sasa tunategemea kuondoka, kila mmoja anasafiri. Tunaomba ukatusafirishe, epusha mabaya yote, na tukifika kazini tukafanikiwe. Toa mikosi yote ya kila aina, magonjwa, balaa zote zikome kwa jina la Yesu. Watu wako hawa wamenyosha mikono yao kunijali. Naomba walipotoa kila mmoja warudishie mara milioni, ili siwepo mtu wa kujuta. Kila mmoja ashangilie kwa sababu ya utoaji wake, na kanisa wametoa lijengwe. Kwa hiyo husika sana kuwapa mafanikio, husika sana kuwainua katika biashara zao. Lete amani katika nyumba zao,
wanaokwenda kujenga maorofa wajenge, wanaonunua chochote wanachokitaka uwabariki, maana wewe ni Mungu wa yasiyowezekana. Wewe ni bilionea, wape watu wako hawa. Tunaamini sasa, tumekuomba utatenda hayo, maana sikio lako sio zito, na ulisema lolote mtakalotenda mtakaloomba nitatenda. Tenda makubwa katika jina la Yesu, amina. Basi na mimi naahirisha kikao hiki, nendeni kwa amani.